Hallelujah. Yeah. Ole wa dunia na bahari manaibis ameshushwa kwenu. Basi jioni ya leo tunakwenda kujifunza somo muhimu sana katika maisha ya kila mtu anapokuwa ameokoka. Linaitwa kumtegemea Mungu. Kumtegemea Mungu 100% kumtegemea Mungu. Kila ninapozungumza somo hili huwa nalazimika kumkumbuka kijana wangu mmoja ambaye alikwenda Marekani kwenda kusoma masomo ya IT miaka mingi kidogo iliyopita. Ilikuwa ni kati ya miaka 80 na mwishoni na 9 nafikiri, huko kitu kama hicho. Ile kijana alipookoka na akawa amepata nafasi ya kwenda kusoma katika chuo, ilikuwa ni Uingereza, kwenda kusoma chuo hicho. Kile chuo kilikuwa wote walikuwa ni wazungu, watu weupe, Mwafrika alikuwa peke yake. Alichelewa wiki 2 kuingia darasani, kutegemea na mambo ya kupata visa na kusafiri, basi alichelewa. Kwa hiyo ilikuwa ni nchi mbalimbali, watu wametoka nchi kadha wa kadha, lakini yeye akawa ametoka Tanzania. Kwa kijana wangu anaitwa Steven Muhamba. Na baada ya kuwa amechelewa kwa hizo wiki kufika, akawa kajikuta katika chuo kizima yeye ndio ameokoka peke yake. Na wakawa wanamtania kwa sababu hakuwa na urafiki na dhambi. Kwa hiyo wakawa wanamuita mmoja wa watakatifu. Natumia kwa lugha ya Kiingereza, mmoja wa watakatifu. Na aliniandikia barua, akaniambia, mchungaji wangu, jehanamu imeanzia hapa. Kwa nini alisema hivyo? Ni kwa sababu alikutana na binadamu walio uchi wa mnyama, ambao hawajavaa nguo ya ndani hata kidogo, wakiwa wana haki za kisheria, haki za kinchi za kutembea uchi. Kwa hiyo wanatembea uchi kwamba ni haki yao kutembea uchi. Akaniandikia barua akasema, jehanamu imeanzia hapa. Akashangaa. Mmoja kati ya wanavyuo ambaye alikuwa ameenda akiwa na wokovu, alipofika kule akawa ameacha wokovu, alikuwa ni Mkenya. Akakutana na mabinti wa kizungu, wakamuhonga fedha nyingi sana, gari, angalau tu kutenda nao dhambi kwa muda mfupi atakao kuwa kule. Akaweka wokovu pembeni, akaingia kwenye maisha ya dhambi, ya nasa za ulimwengu. Walipokuja kumjaribisha huyu, ndio maana wakawa wanamuita mmoja wa watakatifu. Huyu kijana akawa na msimamo kwa Yesu. Hakukubali kumwacha Yesu wake aliyemwokoa. Kozi hili lilikuwa ni miezi 9. Alifaulu, akawa wa kwanza kwenye chuo kizima. Akaongoza kile chuo. Akapata faida, niseme kwamba akapewa tiketi ya ndege aende kutembelea baadhi ya nchi kama 2, kwa sababu ni Ufaransa, sio na nchi gani. Kwa hiyo akapewa marupurupu fulani ya ushindi wa ile nafasi ya kwanza. Kitu ambacho aliniandikia barua akasema, mchungaji, ninashukuru kwa ajili ya lile somo ambalo umekuwa ukilifundisha, linalosema kumtegemea Mungu. Nikawa na uwezo wa kujua jinsi ya kuweza kusimama peke yangu nikiwa namtegemea Mungu bila chochote. Wako watu wengi leo wanategemea vitu, wengine wanategemea viumbe hai, ikiwa ni pamoja na binadamu wenzake, ikiwa ni wanyama na chochote kile. Tunaporudi katika tafsiri ya neno kutegemea, moyo wa mtu anawekeza mahali kwamba pasipo
huyu, pasipo hiki mimi siwezi kutoboa, siwezi kushinda, siwezi kufaulu. Kwa hiyo watu wamewekeza. Unajua, ukijifahamu nafasi yako, alafu ukaanza kumtumikia Mungu katika nafasi yako bila kufuata mkumbo. Kuna watu wanaomba kwa sababu fulani yupo kwenye maombi anaomba. Siku fulani akisitisha kuomba, hawezi kuendelea kuwa katika maombi. Kuna watu wanashuhudia kwa sababu fulani anashuhudia. Karibia kila baada ya wiki moja mbili utakuta na mtu amemleta kwa Yesu. Kwa hiyo akiacha yule kushuhudia, basi maana yake na yeye amebwaga manyanga hapo. Maana yake hawezi kuendelea kufanya hii huduma. Kuna watu wanatoa kwa sababu moyo wake ameegemea sehemu fulani. Bila huyo hawezi kuendelea kumtolea Mungu. Kwa hiyo moyo unapoegemea mahali, hii ni madhabahu. Unapokuwa umeegemea, maana yake ni kwamba umeiegemea. Hii madhabahu ikiondolewa tu, maana yake ni kwamba wewe unaanguka chini, maana umeegemea pale. Ndio maana ya kutegemea au ya kuegemea. Wewe umeegemea wapi? Kuna watu wameegemea kwa waume zao, wengine wameegemea kwa wake zao, wengine wameegemea kwa watoto wao. Ni mtoto kabisa, lakini kwa sababu ana uwezo fulani, kwa hiyo anakuwa na sauti kwake ya kumpa maelekezo au ya maamuzi yake. Kwa hiyo bila yeye yule hawezi kufanya. Kwa hiyo moyo wake unamtegemea. Moyo wako unategemea nini? Wengine wanategemea vitu, mali, na hasa fedha ni kiwango ambacho kina ushetani mkubwa sana wa kuwafanya watu wategemee. Na ndio maana Yesu akafika mahali akasema neno gumu kwamba ni rahisi ngamia. Sijui wangapi wamewahi kumuona ngamia. Ngamia sio mbwa wala sio nguruwe wala sio kuku. Ngamia ni mnyama mkubwa kuliko ng'ombe. Bwana Asazi amefuga hapa ngamia. Ni kubwa sana. Anasema ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. Tundu la sindano. Kale katundu ka sindano. Ni rahisi, yani ni rahisi apenye kuliko tajiri, mtu anayetegemea mali, kuingia mbinguni. Yesu aliposema maneno hayo, wanafunzi ili wachanganye kidogo. Sema sasa nani atakayeokoka? Kama ni hivi, kaambia kwa wanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Sasa Yesu alizungumza uzito wa neno kutegemea. Yaani mtu anayetegemea mali ni vigumu sana kuingia mbinguni. Mtu anayetegemea vitu, wahenga walisema mtegemea cha nduguye hufa maskini. Hawa hawana wokovu. Ni wahenga, ni wazazi ambao wameishi miaka ya kutosha na wamefanya research. Wameona watu waliokuwa wanategemea ndugu zao mwisho wao umekuwaje, mpaka wakatunga methali. Sio kama mtu alifumba macho na kufumbua tu. Maana yake ni maisha ya research, ni maisha ya utafiti ya kuona watu wanaotegemea mali za ndugu mwisho wao unakuwaje, wanakufaje, wanakufa kimaskini. Mpaka inafika mahali vijana wa kiume na wa kike wanaombea wazazi wao wafe ili waweze kurithi mali. Maana moyo wake umeweka kwa kutegemea mali za wazazi. Akili yake imekuwa butu. Hawezi kufikiri, hawezi kuchangamka, hawezi kujitafutia mali kwa kumwamini Mungu. Yeye anaanza kuangalia tu wazazi,
mpaka wengine wanawaua wazazi. Kwa nini? Kwa sababu anategemea. Mtegemea cha nduguye hufa kimaskini. Hiyo ni methali iliyofanyiwa utafiti. Lakini maandiko yanasema nini? Twende moja kwa moja katika Marko sura ile ya 10. Tuanze na maneno ambayo Yesu alizungumza kuhusu mtu anayetegemea mali. Kuna tajiri mmoja, chanzo cha Yesu kusema hivyo, kuna tajiri mmoja alitaka kumfuata Yesu. Kwa hiyo Yesu akamwambia, sasa uza ulivyo navyo, alafu uje unifuate. Kwa kuwa moyo wake ulikuwa umelala juu ya zile mali. Yaani wewe piga ua, fanya chochote kile, lakini mali, moyo wake umelala kwenye zile mali. Na unaweza kumuona hata mke wa Rutu, moyo wake ulikuwa umelala kwenye mali. Amepewa masharti asigeuke nyuma. Lakini alipokumbuka mashamba walioacha ndio alikuwa amekaribia kuvuna. Alipokumbuka mali hawezi kubeba makocho akimbie naye. Alipokumbuka maana ambaye jiponye nafsi yako, kimbia. Sasa unaacha kila kitu, mali zote, hiyo chochote unaacha. Unaambiwa kimbia. Sasa moyo umelala kwenye mali. Kageuka kabisa. Pale akawa nguzo ya chumvi mpaka leo. Watalii wanaokwenda Yerusalemu Israeli wanasema ile nguzo ya chumvi ipo mpaka leo. Ile mtu alibadilika kuwa nguzo ya chumvi. Mke wa Ayubu pia alimwambia mume wake, si afadhali ukufuru ufe tu? Kama Mungu gani sasa, mbona Mungu asaidie? Akamwambia, hatukuja na kitu duniani, tutaondoka tu. Mjibu kama wanawake wapumbavu. Kwa hiyo moyo wake unaangalia mali, kwamba sasa mbona hasara tu inaingia tu, mbona hasara. Moyo umekaa kwenye mali. Ni hasara gani ya mtu kutegemea vitu anatakayoipata katika roho yake? Ni kuto kuingia mbinguni. Ni kupata hasara isiyo kifani. Kwa sababu vile vitu Mungu ndio anayehusika navyo katika ulinzi au kuviachilia. Unategemea nini moyoni mwako? Wako watu wanashindwa kumtumikia Mungu kwa sababu anaona akienda ibadani hatapata wateja, wenzake watauza, yeye hatapata wateja. Kwa hiyo anaanza kufikiria mali zile. Mali zimekaa katika moyo. Kwa hiyo mtu anategemea mali. Hajui kwamba Mungu ana mbadala. Ukimtegemea yeye, Mungu ana uwezo wa kufanya miujiza, kukubariki katika kitu kidogo. Yule mwanamke, yale mafuta tu yakabarikiwa, yakaanza kujaa, ilikuwa kachupa kadogo tu, yakajaa mapipa na mapipa na mapipa. Hajui kama Mungu ni Mungu wa miujiza. Ni Mungu anayetenda maajabu. Sasa hebu tuone kwanza andiko hili katika Marko sura ile ya 10 na ule mstari wa, tunaweza tukaanzia wa 17 mpaka wa 31. Anasema hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele? Una jamaa amekuja mbio kabisa na nini na Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila ni mmoja, ndiye Mungu. Yesu alitumia neno la kithiolojia hapa. Hakuwa anamaanisha kwamba yeye ni muovu. Alikuwa ameuona moyo yule mtu. Anataka ule moto, ule moyo wake ashuke. Angalia tu kinachofuata hapa, anasema, wazijua amri? Yesu anamuuliza. Usiue. Usizini. Usiibe. Usishuhudie uongo. Usidanganye. Waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, mwalimu, hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu.
Kama angekuwa anasema uongo, Yesu angemwambia mbona uliiba mwezi ule? Ni kweli ameshika. Alikuwa ameshika kweli. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia umepungukiwa na neno moja. Akasikiliza kwa makini. Enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu akatazama kote kote. Kati anaondoka, anamuona ameondoka, na alikuja mbio mpaka anapiga na magoti na nini. Akatazama kote kote, akawaambia wanafunzi, jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akawaambia, watoto, jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao wakashangaa mno, wakimwambia, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akasema, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Petro akaanza kumwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Yesu akasema, amini nawaambia, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, haleluya, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu, nyuma, na ndugu mara 100 waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba, atapewa mara 100, pamoja na udhia, maana yake shida, tabu, na hayo nayo yako kwenye kupewa, maana yake lazima ukutane nayo, mapito, majaribu na kadhalika, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Maneno haya ukiyatafakari, hata kama hujui maandiko yote kwenye Biblia, yaani unayajua haya tu Biblia nzima, ukayatafakari na kuanza kuyaishi, utaenda mbinguni kwa ushindi mkubwa sana sana. Leo maisha yamekuwa ya watu kutingwa. Kila unayemgusa nimetingwa. Niko busy. Watu wanatafuta fedha. Watu wanatafuta maisha mazuri. Ni wachache ambao wana ratiba ambazo zimempa Mungu kipaumbele, kwamba Mungu apate nafasi ya kwanza kipaumbele katika siku nzima ya maisha yake, alafu ya kwake yaweze kufuata. Sehemu kubwa Mungu anapewa makombo. Mtu ameshakamilisha mambo yake, anatafuta muda wa ziada, anatafuta fedha ya ziada iliyobakia, anatafuta mabaki yaliyobaki. Haya sasa ndio yatakuwa ya Mungu. Yale mabaki, hata kama ingekuwa ni milioni 100, lakini kama yapo kwenye kiwango cha mabaki, Mungu haangalii wingi wa vile vitu. Mungu anaangalia sifa ya kipaumbele ya nafasi ambayo umempa ya kwanza. Ndio maana yule mjane alitoa senti 2. Yesu akasema huyu ametoa nyingi kuliko wote. Hakuangalia wingi wa vile vitu, lakini kipaumbele. Akipokigeuka nyuma hivi, anaona huyu mama amekwangua kila kitu, hana hata alichobakisha. 100% yote 100 ameniletea. Lakini huyu kweli ameleta ni vingi sana. Lakini katika vingi hivyo ni kiduchu, yani ya kwake ni kiduchu tu. Amechukua ni kidogo sana. Kwa hiyo moyo wa huyu mama ulionekana unampenda Mungu sana, kwa sababu amempa 1% kubwa. Kwa hiyo moyo wako ukoje mbele za Mungu?
unamtegemea Mungu wa kiwango gani? Ni tathmini ambayo unatakiwa uifanye mwenyewe, sio mjomba wako au sio nani yako, na ni wewe mwenyewe ukae uanze kujitafakari yale unayoyafanya. Kwa nini unakwenda kwenye kuomba? Unaacha, ni kweli kwamba unaacha usingizi na blanketi lako na nini, asubuhi tayari upo unaomba, au ni kwa sababu tu umeonekana kwamba hakuna chochote na basi ni makombo, au ni unaacha? Uje unafunga biashara zako hivi, unaacha kwa nini unakwenda kwenye ibada hivi? Ni kwa sababu tu hakuna nani basi wateja na nini. Kwa nini unaabudu? Kwa nini unasoma Biblia? Unaingia kwanza kusoma Biblia ni kwa sababu huna cha kufanya, una kitu cha kufanya na nini, angalau tu urefresh tu, poteza kama muda, au umeacha mambo fulani. Unasoma Biblia kwa maana ya kuzungumza na Mungu, kukutana na Mungu, unasoma Biblia. Kwa nini unasoma Biblia? Kwa nini unaomba? Kwa nini unashuhudia watu habari za Yesu? Kwa nini unaishi misingi saba ya uhai wa Mkristo? Ni kwa sababu hauna yani umebakia na muda wa ziada, au umempa Mungu kipaumbele. Kuna mbegu nyingi zinashindwa kuota kwa sababu hasijapandwa katika viwango. Watu wa kulima wanajua maelekezo wanayopata juu ya ubora wa mbegu. Shamba linaweza likawa zuri, mbolea sawa ipo ya kutosha nzuri, lakini mbegu ina ubora gani? Hiyo mbegu inayokwenda kupandwa, hiyo mbegu ina ubora gani? Kwa mara nyingine tunaweza tukapanda vitu ambavyo havina ubora. Tukasema mbona nimeomba, mbona nimemwagilia maji, mbona nimefanya hivi na hivi. Kwa hiyo Mungu anatutaka tuwe katika ukamilifu katika nyanja zote zinazohitajika za kazi yake. Hebu fikiria, siku moja anasema katika ile Wakorintho ile wa kwanza sura ya 3 na ule mstari wa 11 hadi wa 15, anasema kazi zote zitapimwa kwa moto. Kama zilijengwa juu ya nyasi zitateketea, si juu ya miti, au kama zilijengwa, kazi zitapimwa. Za uvivu, kazi za kulipua mradi bora liende, lakini kazi imefanyika. Mradi tu mtu, lakini kuna ile kazi imefanywa kwa bidii, kwa ubora, kwa ajili ya Mungu. Unaangalia kumpa Mungu kipaumbele. Mavuno yake ni makubwa. Mavuno yake ni makubwa, wana wa Mungu. Iko siku inakuja na imekaribia ambayo tunakwenda kufutwa jasho. Tunakwenda kupewa pongezi. Tunakwenda kupewa hongera ya milele na kupewa taji isiyoharibika. Ndio maana mstari wa mwisho amesema wa kwanza watakuwa wa mwisho, wa mwisho watakuwa wa kwanza. Kuna watu wanaokoka mwezi uliopita, mtu anayeonekana ni mchanga, anakuja kasi kiroho, anathamini ibada, anathamini kuomba, kushuhudia maelekezo aliyopewa na yafanya. Lakini kuna wale ambao wanajisifia wokovu wa miaka 100, miaka 47 sio, anajisifia bakia na jina tu, mimi nimeokoka miaka hii. Lakini swali, unafanya nini? Sio tu idadi ya miaka, unachofanya ni nini? Yesu anakukuta unafanya nini? Unatumikaje? Unafanyaje? Wengine leo wanaojisifia miaka, yani ndio kama kukokotwa. Katika kufanya mambo ya huduma za kimungu ndio wanakokotwa. Ndio wanavutwa. Badala ya wao ndio watie moja, yanashangaa yule mchanga ndio kama vile anamchochea. Ndio anamchochea. Sasa kuna faida gani ya kuwa na wokovu wa muda mrefu? Twende Yeremia sura ya 17 na ule mstari wa 5 hadi ule wa 8, anapoeleza katika kinagaubaga, yani katika ufasaha, umuhimu wa kumtegemea Mungu, matokeo yake ya kumtegemea Mungu ni nini? Kuna uzao gani wa vitu vinavyojitokeza unapomtegemea Mungu? Umepanda mbegu ya kumtegemea Mungu, nini kinachotokea? Utavuna nini? Utapokea nini? Na usipomtegemea Mungu kwa wakati tegemeo lako mwanadamu, nini kinachozaliwa? Ametoa mafafanuzi mazuri ya kutosha. Yeremia 17 mstari wa 5 hadi wa 8. Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga,
yake na moyoni mwake amemwacha Bwana kumtegemea moyoni mwake. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona atakapotokea mema, ataona hili mtego tu, hii ni sio haki yangu. Haoni, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu, panda hata viivu. Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hali ujapo, bali jani lake litakuwa bichi. Wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Haleluya. Maandiko haya nayapenda sana. Unajua, mtu ambaye amepandwa kando ya mto, alafu mizizi yake mezama mpaka kwenye maji, anapita mizizi inachukua maji tu. Ukiangalia majani mabichi, kuingine huo miti unaona imekauka. Huyu maji yanakuwa yanapatikana wapi? Mizizi yake imeenda kwenye maji. Kwa nini? Anamtegemea Mungu. Anamtegemea Mungu. Kuna watu wanashindwa kufanya huduma kwa sababu mioyo yao wameshaweka kutegemea wanadamu. Kwa hiyo unakuta kama kufanya mambo ya kimungu, huduma za nini, uje kwenye kuimba, kwenye nini, moyo wake unategemea fulani asipofanya hivi basi ndio mambo yameishia hapa. Kupiga vyombo, hivi, yani masuala yote ya kumcha Mungu, ya kiutumishi, yote yamewekezwa kwa sababu ya fulani, mpaka fulani, mpaka hivi na hivi. Asipopata misisimko ya kuhamasishwa, ndio amelala hiyo moja kwa moja. Lakini mtu anayemtegemea Mungu, hata angekuwa peke yake. Kijana mmoja anaitwa Erasto, ni mwalimu. Wakati ameokoka akiwa form 3, miaka ile ya nyuma, katika Zanzibar hapakuwa na makanisa. Akawa alikuwa anasoma Zanzibar, maeneo ambayo ni ya Kiislamu tu. Sasa katika ile sekondari alikuwa form 3, na nimepokea pale Tabora kwenye mkutano wa mhubiri mmoja Moses Kulola, aliyekuwa askofu wetu mkuu. Baada ya kuwa ameokoka pale, akiwa ametoka mchanga kwenye ile likizo ile ya ule mwezi tu, basi akalazimika kurudi shuleni ili aingie form 4 asome mpaka kumaliza. Sasa hakuna cha kanisa. Kwanza ikifika tu ni kwenda msikitini wapi na wengine. Yeye ile Jumapili akawa anaenda baharini, pembezoni mwa bahari. Anakwenda kwenye ile michanga ile kule, atakaa kule na Biblia yake, atasoma asubuhi mpaka jioni. Anarudi shuleni, basi anaendelea na masomo. Basi yeye anaomba, yuko peke yake tu. Ni mchanga, hajui hata kusema kufafanua si maandiko wala nini. Lakini amemshikilia Yesu aliyemuokoa. Ameendelea yule kijana mpaka amemaliza form 4 yake, anaendelea kumpenda Yesu mpaka ameenda chuo cha ualimu. Ni mwalimu mpaka dakika hii, anaendelea. Kwa hiyo, kwa nini aliweza kuendelea? Kwa sababu amegundua siri ya kumtegemea Mungu. Hakuna mtu ambaye anasema kwamba ataonekana kanisani, mbona umechelewa leo, mbona hivi na hivi, wala hata kanisa la kusali mbona hamna wala nini. Lakini mtu anaendelea kuangania na wokovu. Mwingine unakuta kwamba sasa akikosa hata kutia moyo, basi huyo amesharudi kwenye mataputapu na kadhalika. Kwa hiyo kumtegemea Mungu kuna lipa. Mungu anakuweka katika viwango vya kuimarisha uchumi wako, ndoa yako, biashara zako, shamba lako, masomo yako. Mwingine anasoma lakini moyo wake kwa ameweka anamtegemea fulani. Kwa hiyo majibu yote anategemea atazamie tu kwa fulani. Sasa kama ndio ameugua na ndio kwenye mtihani yupo amehama na nini, basi nitaferi tu, maana yani yeye anasoma kwa sababu tu ya fulani. Anapokuwa hayupo. Lakini kama angejipambanua, aendelee kujua kanuni za kujisomea na za kuchimba na za kielimu,
Tatizo moyoni mwake ameweka tegemeo kwa mtu. Sasa hapo ni vigumu sana Mungu kuweza kumfundisha huyu mtu, kumsaidia huyu mtu. Bana tunaona hapa kwamba mtu anayemtegemea mwanadamu, matokeo yake ni nini? Yaani hawezi kupata ufumbuzi. Yaani mpaka ufike mahali uamue kabisa kwamba mimi nimeamua peke yangu kwenda mbinguni. Sifati mkubwa. Yesu alisema hivi katika Luka 9:23. Akasema mtu akitaka kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, halafu aje anifuate. Kwa hiyo ajikane mwenyewe. Maana yake ni maamuzi ya kutokutegemea mtu. Kwamba huyu wewe uzembe ufanye nini, mimi na Mungu tu, mimi na Yesu wangu. Kwa hiyo ukikaa katika mstari huo na kuambia, utaona maisha ya wokovu wako yanavyobadilika. Utaona viwango vyako vya kiroho vinavyokuwa. Wala hutakuwa na manunguniko ya kulalamika wala hivi na hivi na hivi. Kwamba huyu si naye ni mwanadamu tu. Mara nyingine Mungu anasababisha kuwafanya watu wengine wao wanaambiwa vigumu ili aone, je, wewe unamtegemea nani? Ni kwa unamtegemea Mungu. Mtu anakuahidi kabisa, nitafanya hivi na hivi, amebadilika. Sasa kwa sababu mtegemeo lako liko pale, basi mambo yako yote yanaishia pale yanaharibika. Watu wanabadilika. Hata kama aliahidi hivi na hivi na hivi na hivi. Sio mahali pa kuweka moyo wa kutegemea. Tegemeo lako liko kubwa kwa Mungu. Kwamba afanye kwa sehemu yake, asifanye, lakini Mungu lazima utanivusha. Umenipa ahadi. Utakuwa pamoja nami mpaka ukamilifu wa ahadi. Hutaniacha. Hakuna ahadi unayosema kwamba labda tu mimi nijichanganye niingie kwenye mauchafu na nini. Lakini umeahidi hutaniacha. Kwa hiyo ukisimama katika ahadi hiyo, Waebrania 10:38 anasema hivi, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Akisita, roho yangu haina furaha naye. Mwenye haki ataishi kwa imani. Maana yake atamtegemea Mungu. Ataishi maisha ya kumtegemea Mungu mwenye haki. Lakini akisita, anasema roho yangu haina furaha naye. Kwa hiyo ni imani, lakini ndiyo kanuni ya kumtegemea pia Mungu. Kwa sababu bila imani hapa maana yake hakuna kumtegemea Mungu. Utakuwa tu kutegemea vitu vingine. Kwa maana hiki kikiwa hivi itakuwa hivi. Hiki kikiwa hivi itakuwa hivi. Lakini kumtegemea Mungu kunalipa. Yako mambo tunakutana nayo katika maisha magumu. Mpaka unafika mahali unaona kwamba yaani wameniacha wote, hata mchungaji ameniacha, hata nani mbona hamna chochote anachonisaidia wala anachonichao hata aniambii chochote, ni kama peke yangu tu. Mungu anafika mahali anataka ajue umesimamaje. Je, utakuwa unanyonyesha wakati wote tu? Ni wakubeba wakati wote tu? Wewe unamtegemeaje Mungu? Kwamba iwe isiwe, mimi na nyoka, mimi na Yesu. Wengine wote wazembe na nini? Sichoki. Napambana mpaka kieleweke. Mungu anapoona maamuzi hayo ya dhati ya moyo, tayari Mungu anaweka mkono wake. Sema kweli mwanangu unanitegemea. Lazima nikuonyesha kwamba niko pamoja na wewe hadi ukamilifu wa dahari. Tukianza kutafiti watu kibiblia, jinsi walivyosimama na Mungu. Walivyosimama na Mungu. Chukulia maisha ya Yeremia. Yeremia anajikuta anabakia peke yake. Hata Waisraeli wamemwambia kwamba hebu katuombee Mungu atakachosema. Mungu atakachosema sisi tutafanya. Ameenda ameomba na nini, Mungu ametoa jibu, anasema hata. Wakamgeuka wakakataa. Lakini Yeremia hakubadilisha msimamo. Hakubadilisha. Kwa hiyo kuna wakati ambao mke wako atakuacha, mume wako atakuacha, wazazi wako watakuacha, marafiki watakuacha, watu ambao walikuwa kabisa jirani kabisa na wewe. Lakini wataanza kuona jinsi gani unavyojiamini ya kwamba upo pamoja na Yesu. Kuna mtu ambaye tumekuwa tukimtolea shuhuda nyingi, Ayubu.
Ayubu ni mfano mzuri sana wa kuiga katika magumu tunayokutana nayo, katika hali ile ya kumtegemea Mungu. Watu wamefunga, wewe mtu amefunga siku 7 kavu, unaona yule pale amesimama, wamekaa pale wanaomba, kila ukiinuka ukiangalia unaona bado wapo. Siku 7 hawaendi popote, wanaugua pamoja na wewe, wanaomboleza na wewe. Baada ya hapo wanasogea, maswali unaanza kumuuliza na mashutumu unaanza kumpa. Utakuwa mwenye haki kuliko Mungu mpaka lini? Tubia uovu wako. Wewe hauko sawa sawa. Haiwezekani mambo haya yapate. Haiwezekani. Ayubu anasimama kidete. Zungumza katika ufahamu wa kulijua neno. Sio kutubu dhambi hewa tu. Mradi Mungu mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mdudu tu, si mimi ni mdudu. Mtu anafikia kwamba eti ndio unyenyekevu. Mtu anatubu madhambi hewa, eti anawaza tu mimi na dhambi tu. Eti mradi kutubu ni kugeuka, sio mradi kulopoka tu. Mungu nisamehe. Akusamehe nini? Umefanya nini? Ni afadhali roho Mungu akuchunguze ujue kwamba kuna tatizo limetokea, ugeuke. Sio kutubu tu eti Mungu nisamehe tu. Nimekosea sana. Mungu mimi nitakuwa na dhambi tu. Dhambi ipi? Ibilisi anajaribu kuweka ili kinywa chako kiweze kutamka vitu ambavyo ni utofu, ni hewa. Usiposimama katika misimamo ya kimungu anayotaka, adui atakugaragaza, atakuchezea. Ndio maana maandiko yanasema katika Waefeso 4 mstari wa 27, anasema 4:27 wa Efeso, wala msimpe nafasi ibilisi. Wala msimpe nafasi. Kwa hiyo maandiko hayo haambii shetani, wala hawaandikiwi walevi, wanaandikiwa watu waliookoka, waliojaa Roho wa Mungu, kwamba usimpe nafasi ibilisi. Ukiweka maimani potofu, ukiingiza nani, tayari umempa nafasi. Pale naye anapata nafasi. Mungu sasa amesema hivi. Na amesema hii haiwezekani kabisa. Sinaona Mungu hata akutegemei kabisa, hata kuamini. Sasa ukimtendea Mungu na wewe utakuwa mwanachama wangu sasa. Umesema utawatendea watu wenye imani na nini. Kwa hiyo sasa wewe umesema kinyume alafu mtendee. Kwa hiyo inafika mahali Mungu hawezi kuruka mpaka wa neno lake. Ndio ameweka utaratibu wa kumtendea mtu kitu, amtegemee, asimame. Sasa huyu mtu asome Biblia, hajui neno, hivi na hivi, ni mtoto mkumbo tu, ni baya akisikia umesisitiza sana ndio kusoma ndio anaanza kusoma. Lakini Biblia iwe sehemu ya maisha yako, ndio chakula chako. Jipangie ratiba. Umepewa mwongozo angalau kukupa hamu ya kwenda kusoma. Lakini unasubiri mara nyingine tu mpaka wewe daftari hivi basi ndio ndani kidogo nitaulizwa. Kwa hiyo bado wewe hujitambui bado. Lakini mtu anayejitambua anafanya kwa msimamo wa kujua kabisa kwamba hii ni faida yangu. Kwa hiyo anapambana. Utakuta sasa pale mtu anapokuwa katika ufahamu huo, ndio Roho wa Mungu anakuopa sasa kwanza kumfunulia mtu. Lakini wewe mtu ambaye anafuata mkumbo, Roho wa Mungu anakuwa hana nafasi. Mpaka huyu mtu afike mahali ajue kujisimamia. Ni andiko la mwisho linalozungumza kuhusu kujisimamia. Liko kwenye Ezekieli, itakuwa ni sura ya 12. Ezekieli sura ya 12, tuanzie mstari wa kwanza, tutakutana nalo kwa mbele. Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, wewe unakaa kati ya nyumba iliyoasi, watu ambao wana macho ya kuona ila hawaoni, wana masikio ya kusikia ila hawasikii, kwa maana ni nyumba iliyoasi. Basi mwanadamu, funga tayari vyombo vya uhamisho, maana sio hapo. Itakuwa ni sura ya pili. Sura ya pili, Ezekieli sura ya pili mstari wa kwanza. Nasema, akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema na wewe. Naye aliposema nami, Roho ikaniingia, ikanisimamisha. Nikamsikia yeye aliyesema nami. Akaniambia, mwanadamu, na kutuma kwa wana wa Israeli, kwa mataifa wanaoasi, walioniasi mimi. Wao na baba zao wamekosa juu yangu, naam, hata hivi leo. Kwa hiyo ukiendelea hasa ule mstari wa kwanza anasema, akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako,
ili aseme. Sasa kama mtu mwingine anasimama kwa miguu ya rafiki yake, mwingine anataka asimame kwa miguu ya mchungaji, mwingine asimame kwa miguu ya mume wake, mwingine asimame kwa miguu sio ya mtoto wake. Maana yake kusimama kwa miguu yako, maana yake ni lugha inayoonyesha kwamba kujitegemea au kumtegemea Mungu, maana yake kujisimamia. Usifate mkumbo. Kumtegemea Mungu hata kama watu wanapepesuka, wanayumba na nini, lakini wewe upo ngangari pale pale. Haujarishi mkumbo tu, mbona wengi wanakimbia hivi? Mbona wengi wanasema hivi? Wewe upo katika namna ya kumtazama Bwana. Unasimama kwa miguu yako. Ukisimama kwa miguu yako ndio Mungu anazungumza na wewe. Ukisema kwa miguu ya fulani, Mungu hawezi kuzungumza na wewe. Anataka usimame kwa miguu yako ili azungumze na wewe. Nitakwenda kuomba. Karibu sasa kwa ajili ya chombo cha matoleo, ili sadaka yako basi uliyokuja nayo uweke mbele za Bwana, na tupate muda wa kuendelea kutafakari umuhimu wa kusimama kwa miguu yako mwenyewe, kwa maana ya kumtegemea Mungu. Karibu sasa kwa matoleo yako.